na miongoni mwa yale ambayo yatakusaidia ufike katika mafanikio, katika kufaulu, tasallaha bitaqwa, chukua silaha ya uchamungu. Kuwa mcha Mungu katika kila jambo ambalo unalotaka kulifanya. Ikiwa ni biashara, uchamungu ndio utawale kwenye biashara yako, hautodanganya watu. Ikiwa wewe ni kiongozi, uchamungu utawale katika uongozi wako, hautodhulumu mtu. Lakini inapokuwa atakwa, ile uchamungu, ile hofu ya Mungu haipo katika moyo wako, lazima kama ni biashara utafanya udanganyifu wa hali ya juu. Leo angalia mathalan, kuna mtu ni mfanya biashara, ima anauza sukari, anauza mchele na kadhalika. Wewe umekwenda kwake, unahitaji mchele ambao ni pishori nambari 1. Umekwenda kwake wataka kilo 100 ama kilo 50. Yule mfanyabiashara kama hana uchamungu, anajaribu kuweka mchele ambao ni nambari 1 juu na kule chini. Hapa katikati ni lokali ambayo imejaa. Sasa wewe ukija ukiangalia juu, hebu nisaidie bwana kitu niangalie, ndio wenyewe ama vipi? Ukija ukitoa hivi, mashaallah mashaallah, ndio wenyewe, kumbe ushapigwa ujui. Katikati kuna nini? Ule mchele ambao ni mchafu, mawe yamejaa, na chini pia amekuwekea pishori. Hata ukasema ya kwamba hebu ngoja wakati mwingine huu sio bwana, watoboa kwa chini na mlio, kweli bwana pishori bwana. Kumbe ushapigwa, huna habari. Kilichompelekea mpaka kufanya ghishi ya aina hii ni nini? Atakwa mafi fi qalbi, uchamungu haupo katika moyo wake. Na ndio maana Mtume akasema, man ghashana falaysa minna, yoyote ambaye atafanya udanganyifu katika biashara yake, huyo hayupo katika mila ya Uislamu. Sasa ndugu yangu katika imani, jambo lolote ambalo unalotaka kulifanya, hebu tanguliza uchamungu kwanza kwenye hilo jambo. Fa innaha a'zamu tariqi yuwasiluka ila an-najah fi dunya wal akhirah, kwa sababu ndiyo njia ya kwanza ambayo itakupelekea wewe katika kufaulu ndani ya dunia hii na kesho akhira. Lianna man arafa rabbahu, kwa sababu yule ambaye atakuwa na sifa ya kumjua Mola wake mlezi, wa qaddarahu haqqa qadrihi fi qalbihi, na akampa thamani ukweli wa kumpa thamani katika moyo wake, hanat alayhi si'abu, yale matatizo, yale mabalaa yanayomkuta yanapokuja kwake yote yanakuwa ni mepesi. Haya ni matunda ya uchamungu. Mtu ambaye katika moyo wake kuna nafasi ya Allah, mtu ambaye katika moyo wake kuna sehemu ya uchamungu, na akajua thamani ya Allah juu yake yeye, wallahi mtihani wowote, balaa yoyote inapomtokea, ule mtihani kwake anauona ni mdogo wala sio mkubwa. Lakini kinyume chake, yule ambaye hana uchamungu, yule ambaye kwenye moyo wake hakuna nafasi ya Allah jalla fi'ala, angalia pindi anapopatwa na matatizo anakuwaje mtu? Anahangaika, anateseka, anadhalilika. Kwa sababu gani? Anahisi ameonewa, anahisi ya kwamba hili jambo alikuwa sio la kwangu, halijanistahiki mimi, mbona nimepewa hili jambo kwa yule, arudi kwa huyu, angaika tu. Lakini yule mcha Mungu, kwanza uchamungu wake unampa muongozo ya kwamba hili jambo ambalo wewe limekukumba, hii ni sehemu ya mitihani ya Allah jalla fi ula. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nini? Idha ahabba Allahu 'abdan ibtalahu, pindi Mwenyezi Mungu anapompenda kiumbe chake na mja wake humpa mtihani. Lakini sisi imekuwa kinyume leo.
unapopewa ule mtihani na Allah, wewe unaona nini? Unaona hii ni adhabu, unaona haya ni mateso, unaona hii ni balaa. Lakini ni kinyume cha imani ya masahaba ridwanullahi alaihim. Sahaba anapopiga mwaka mzima hajaumwa, hajapata mtihani, hujiuliza, kwani Allah amenichukia? Kwani Allah amenitenga? Kwani Allah hanioni? Mbona hanipi mtihani? Lakini umma wa sasa, Sheikh, kila mmoja anahitaji katika hii dunia asipate mtihani, wenzake ndo wapate mtihani. Fataqwa hiya mutanazzilu sakinati, jambo la uchamungu ndilo ambalo linaleta utulivu, linaleta amani katika maisha ya mwanadamu. Wa hiya allati tuthabbitu al-aqdama fi al-mazaliqi, na uchamungu ndio ambao kwamba humpa mtu msimamo katika yale mambo ya kumuasi Allah jalla fi'ala. Anapotaka kumuasi Allah jalla fi'ala, ule uchamungu wake ndio unakuwa ni kama gadi yake, unamkumbusha kuna Allah, kuna adhabu ile unalotaka kulifanya, anarudi nyuma yule mtu. Uchamungu ndio hali yake hiyo. Watarbitu ala alqulubi fil fitani, lakini pia uchamungu unazuia zile nyoyo za wanadamu zisiingie kwenye majaribu na mitihani mbalimbali. Qala jalla wa ala fi kitabi, amesema Mwenyezi Mungu aliyetukuka katika kitabu chake, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi ambao kwamba mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu, waqulu qawlan sadida, na muyaseme yale maneno ambayo kwamba ni ya sawa, maneno ambayo kwamba ni ya kweli, maneno ya kumridhisha Allah jalla fi'ala. Matokeo yake ni nini? Unapokuwa na sifa ya uchamungu na kuzungumza ukweli amama Allah, matokeo yake ni haya. Allah anatupa mambo mawili: yuslih lakum a'malakum, Allah anawatengenezea yale mambo yenu. Hilo ndio jambo la kwanza. Unapokuwa na sifa ya uchamungu, unapokuwa na sifa ya kuongea ukweli katika maisha yako, Allah yale mambo yako anayatengeneza, Allah yale mambo yako anayanyoosha. Wa yaghfir lakum dhunubakum, sifa ya pili, anawasamehe na kuwafutia zile dhambi zenu. Hii yote inatokamana na matunda ya uchamungu. Lakini kama hauna uchamungu, wallahi maisha yako itakuwa unazungumza uongo, maisha yako itakuwa ni utapeli, maisha yako itakuwa wewe ni mdanganyifu. Hauwezi kutia riziki kwenye kinywa chako, lazima umtapeli yule na umtapeli na yule, lazima uibe pale, uibe na hapa, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinachokuzuia kutokamana na yale maovu ambayo unayoyafanya. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wa man yuti'i Allaha wa rasulahu, na yule ambaye atakuwa na sifa ya kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana yake kuyafanyia kazi yale ambayo Allah ametuamrisha na kujitenga na yale ambayo Allah ametukataza, na yale ambayo kwamba Mtume ametuamrisha tuyafanye, na yale aliyotukataza tuweze kuyaacha. Fakad faza fawzan adhima, hakika ya mtu huyo amefaulu, tena kufaulu kukubwa katika dunia na kesho akhera. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, yale mambo ambayo tunayotaka kuyafanya, iwe ni biashara, iwe ni jambo lolote ambalo la kuleta maslahi katika maisha yako, lazima uchamungu uwepo ndani ya moyo wako. Kaangalie suratul Ahzab kuanzia aya nambari 70 mpaka 71.